kabisa ambao kiukweli nahisi kama haujawahi kutokea hivi. Haujawahi kabisa? Yeah, haujawahi kutokea. Ubunifu ni mzuri sana. Mimi mwenyewe kweli leo nimekuwa surprised kwenye hiki kitu kwa sababu nimeona vijana wangu wamejitahidi sana kwenye kuliandaa ile tamasha. Mwisho wa siku nadhani limeisha vizuri kabisa. Tumeshuhudia mchezo hapa wa kirafiki, tuambie tu namna gani ambavyo umeiona timu na wachezaji wake. Tumecheza vizuri lakini tumepoteza mechi kwa goli 2-1. Tumecheza vizuri, nimeangalia tuna wachezaji wazuri, lakini nadhani soon tutakuwa na timu nzuri. Tutakuwa na timu nzuri sana soon. Muda sio mrefu tutakuwa na timu. Hii haiwapi hofu kuelekea mechi ya ufunguzi ya Yanga wa Jamii. Na tunaheshimu Simba Sports. Tunaheshimu kwa sababu walikuwa title contenders wetu kwenye msimu ulioisha. Wana wachezaji wazuri, lakini hao jana niliwaangalia. Naamini mechi itakuwa nzuri sana tarehe 12. Pressure itazidi kutokana na matokeo ambayo pia amepata mtani wako jana. Kwa nani? Pressure kwa nani? Kwa kuelekea kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii. Kwa maana Simba amepoteza na wewe umepoteza hii leo. Ni kwamba utatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba lazima upate matokeo. Jana ilikuwa bonanza na leo ilikuwa bonanza. Lakini nadhani mechi itakuwa ya upinzani zaidi itakayofuatia tarehe 12 Jumatano, sio? Pale Amani Stadium. Lakini Ngai, huoni kama kuna namna morali hivi itashuka kuelekea katika mchezo unaofuata huo ufunguzi? Kwa nani sasa, kwetu au kwao? Kwa timu yenu. Kwa timu ya Yanga. Hapana, sisi tuko vizuri. Tuko vizuri kabisa. Kwenye swala la kuhamasisha timu yetu tuko vizuri sana. Tuko vizuri sana kwenye ngo hiyo. Na ndio maana huwa tunapata matokeo vizuri sana kwa sababu ni kwamba tunajua tunavyofanya maandalizi yetu kuelekea kwenye dabi na vile vile tunavyoongea na wachezaji wetu. Kwa hiyo naamini nyinyi mmeona mpira. Mmeangalia wachezaji jinsi wanavyocheza. Na wachezaji wazuri. Kwa hiyo naamini watafanya kitu, tutapata matokeo. Nikirejea kwa maneno ama nikimnukuu Baraka Mpenja wakati mechi inaendelea, alisema kwamba mshambuliaji bora anapewa mpira, hapewi muda. Leo tumemshuhudia Shalulile akifunga goli kwenye tamasha kubwa la Young Africans. Hebu tupe neno kidogo kuhusiana na Shalulile. Mshambuliaji mkubwa, ni mshambuliaji ambaye anastahili kucheza Young Africans. Ni mshambuliaji ambaye ameshapata kila kitu kwenye michuano ya Afrika. Kwa hiyo naamini kuna kitu atakuja kutuongezea na sisi kwa ajili ya kuzidi kusogeza juu kwenye michuano inayofuata kimataifa. Unawaambia nini mashabiki ambao wametoka hilo wakiwa na nyuso za huzuni? Hakuna huzuni yoyote, lilikuwa tamasha la kilele cha wiki ya mwananchi, tumeshalimaliza. Kwa hiyo niwaombe kabisa, kesho Jumatatu wapumzike, Jumanne mimi mwenyewe nitaiongoza timu kuelekea Zanzibar. Mimi ndio mkuu wa msafara. Tukutane Zanzibar kwa ajili ya mechi ya dabi ya Ngao ya Jamii. Wewe ndio mkuu? Mimi ndio mkuu wa msafara. Kuelekea dabi ya Zanzibar. Kwa nini imekuwaje? Tupe siri kidogo. Mimi ni Yanga. Au kuna kingine? Wewe unahisi mimi sio Yanga? Tunajua ni Yanga. Tunajua ni Yanga. Kwa hiyo mimi ni Yanga, kwa hiyo naiongoza timu. Naiongoza timu Zanzibar. Kwa kitendo cha kusema mimi ndio mkuu wa msafara, maana yake ni kuwahakikishia wananchi kwamba timu tunaipambania vilivyo. Ya viongozi wote tuliochaguliwa kwenye klabu hii kubwa kabisa Tanzania na ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, kazi yetu kubwa ni kuipambania timu. Kwa hiyo hilo sio tatizo, lisikutie hofu kijana wangu kwamba mimi kuwa mkuu wa msafara kule Zanzibar. Nikuhakikishie tu mimi naiongoza timu kama ilivyo utamaduni, taratibu za klabu yetu. Ni lazima mjumbe wa kamati ya utendaji mmoja wapo lazima iongoze timu kwenye mechi kubwa. Sawa sawa, kwenye mechi ya nje. Hii ni mechi ya nje kwa sababu hatuchezi Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi niombe wananchi tukutane Zanzibar. Zanzibar tutapata matokeo, wasio na wasiwasi. Pengine labda unaweza ukatubia siri kwa maana kikao cha mwisho ama mazungumzo ya mwisho na Ali Kamwe alisema kwamba mchezaji namba 6 ataingia hii leo akiwa na uzi mweusi. Lakini mpaka tamasha limeisha hatujamshuhudia mchezaji huyo. Mimi nadhani wanayanga wewe pole. Dirisha halijafungwa. Lakini kuna surprise itakuja kutokea kabla dirisha halijafungwa. Tafsiri yake usajili bado hujaisha. Naamini kuna tukio litatokea kabla dirisha halijafungwa. Na litakuwa tukio kubwa. Ni baada ya dabi au kabla ya dabi? Naamini kabla dirisha halijafungwa kuna tukio litatokea na litakuwa tukio kubwa. Nchi itasimama. Sijajua, nchi haiwezi kusimama. Nchi haiwezi kusimama kwa sababu nchi ina mambo mengi. Serikali inafanya vitu vyake. Wananchi wana biashara zao. Wana michezo. Itakuwa historia, yani itakuwa story. Itakuwa story kwa wana michezo Tanzania. Asante sana ndugu zangu. Nawashukuru sana.